na inayoendelea kufanyiwa kazi kwa kipindi cha 2020-2025. Kwa upande wa elimu, kwa kipindi cha mwaka 2020-2025, serikali yetu tukufu inayoongozwa na mama yetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametufuatia fedha nyingi za miradi mbalimbali kama ifuatavyo. Moja, katika shule ya sekondari Ilikiding'a. Moja, ujenzi wa madarasa 13 ya ghorofa na matundu 12 ya vyoo. Kwa kuunga nguvu ya wananchi, tumepewa jumla ya shilingi bilioni 330 na laki 7. Pili, ujenzi wa hostel ambao tumeanza kwa kushirikisha wadau wa maendeleo na mpaka sasa hivi iko katika hatua ya umaliziaji na wadau waliotuunga mkono kama ifuatavyo. Ile hostel nafikiri mkoa amezungumzia iko karibia kwenye hatua ya finishing. Wadau waliotusaidia wakubwa, wako wengine waliotusaidia, lakini kuna ambao wamejitoa kwa muda kwa hali na mali kuhakikisha kwa ile hostel inamalizika. Kuna mmoja anaitwa Elias Stephen Kumai, alitupa karibia mabati ya kuwezeka ile hostel. Kuna mwingine anaitwa Frederick William Demoringet, naye sasa hivi anatumalizia, ndio kazi anaendelea nazo. Na ile hostel iko katika hatua nzuri ya kuisha. Tunakwenda B, shule ya msingi Ilikiding'a. Serikali yetu tukufu kwa miaka hiyo 2020 mpaka 2025 na huu tulipo sasa, tumepatiwa madarasa 6 yenye thamani ya shilingi milioni 120 na yote yamekamilika. Kwenda C, shule ya msingi Kioga, tumepewa madarasa 4 yenye thamani ya shilingi milioni 80, tundu 12 ya vyoo yenye thamani ya shilingi milioni 13 na kibini, mifumo ya maji yenye thamani ya shilingi milioni 11,872,380, na chamba iliyotitia tumepewa shilingi milioni 9,200,000, na zote hizo zimekamilika. Jumla ya pesa tulizopewa katika shule ya msingi Kioga shilingi milioni 114,272,380. Hapo kuna typing error hapo, tumesaisha kidogo. Ndio sababu tumesaisha kwa kalamu. Kwa hiyo andika jumla shilingi milioni 114, ukijumlisha utapata hiyo. Na typing error mashine ilikosea kidogo. milioni 114,272,380. Tunakwenda shule ya msingi Ilikisongo. Serikali yetu imeendelea kutuunga mkono kwa kutupa fedha nyingi katika shule yetu ya Ilikisongo, ambao tumepewa madarasa 3 yenye thamani ya shilingi milioni 60. Hapo imeandikwa 60,000 na tutaongeza ni milioni 60. Tutakiera pia pale. Lakini milioni 60 tumepewa. Tukapata matundu 18 ya vyoo yenye thamani ya shilingi milioni 19 na laki 8. Mifumo ya maji yenye thamani ya shilingi milioni 11,872,320, na jumla ya fedha tulizopewa katika shule ya msingi Kisongo ni milioni 91,672,320. Hapo tunaandika 380 na vile tepigera 320 shule. Alafu serikali yetu pia baada ya kuona kuwa kuna uhaba wa maeneo ya kujenga shule pale ya shule ya msingi Kioga na Ilikisongo, nishukuru kijiji cha Ilikisongo kuwa na eneo. Ulipambana pia tukawa na eneo na tulikuwa tumechukua kwa ajili ya kujengea kitu kingine, lakini tuliongea nao tukahamasishana, akatupa kiwanja. Baada ya kupata kiwanja kile, serikali yetu iliendelea kutunga mkono, na sasa hivi tunapoongea tuna shule mpya ambayo tumeanzisha inayoitwa shule mpya ya Oretete. Tumefanikiwa kuanzisha shule mpya ya msingi katika kijiji cha Ilikisongo inayoitwa Oretete Primary School, na serikali imetupatia madarasa 3, ofisi moja ya walimu
na tundu 6 ya vyoo na iko katika hatua ya umaliziaji. Shule iko tayari, iko katika hatua ya umaliziaji. Shule mpya ambayo imeongezeka kwenye kata yetu, na tumepokea jumla ya shilingi milioni 88 na laki 6. Pia tumempata mdau ambaye alitusaidia, alitununulia kipande cha kiwanja pale, ambaye anaitwa Elias Steven Kumai, kwa kutuongezea eneo la shule, hivyo hiyo shule mpya kwa kutupatia shilingi milioni 10 na eneo limeshanunuliwa. Namba 2, miundombinu. Vivuko. Tumefanikiwa kujenga kivuko cha Kias kama ifuatavyo. Mfuko wa jimbo. Tulipata kwa mfuko wa jimbo nondo milimita 16 pisi 80 yenye thamani ya shilingi milioni 3 na 1040. Mifuko 30 ya simenti kwenye mfuko wa jimbo shilingi 480. Wadau waliotusaidia kile kivuko nao walituchangia shilingi milioni 5, akiwepo kina Laage walichanga katika hicho kivuko. Jumla ya fedha iliyotumika kwenye kile kivuko ni shilingi milioni 8,520,000 na kivuko kimekamilika na kinafanya kazi, haijaleta na maafa. Pia tumefanikiwa kujenga kivuko cha Naresho kwa Lomoni kwa kushirikiana na kitongoji cha Naresho na kimekamilika. Barabara. Tumefanikiwa kuchonga kwa muda wote na kuweka vifusi barabara ya Uligeruno Oriosapo. Tumefanikiwa kujenga mitaro mita 600 katika hiyo barabara ya Uligeruno Oriosapo na itakuwa muendelezo. Hiyo kipengele, hiyo barabara ya Uligeruno Oriosapo imeshakuwa ikero. Wakati nimechaguliwa kuwa diwani, tumeshaweka vifusi zaidi ya mara 2. Lakini ikawa ni shida, hiyo barabara inaonekana kama njia ya maji. Tukaona sasa hivi njia ambayo itasaidia ile barabara ni kujenga mitaro kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Tulipokubaliana na TARURA kwa tujenge mitaro ndio tuweke vifusi ili kuwezekana maji iwe inaingia kwenye mitaro, itasaidia. Na nyinyi ni mashahidi. Hiyo sehemu ambayo tumejenga mitaro sasa hivi barabara iko vizuri mno. Wao barabara iko chini na ndio sababu ile barabara mara mingi inafanyaje? Inaharibika. Bado imeonekana kama ni njia ya maji. Maji yanatoka mlimani, maporomoko, inachukua vifusi, inakuwa barabara inabaki kama vile vilivyokuwa. Hii kazi yetu kubwa sasa hivi ni mitaro. Mpaka ninapoongea kuna mitaro tulikuwa nimeahidiwa ya mita kama 1000, kama kilomita 1, kama mita 1000. Hiyo barabara ambayo itakuja kuweka upande mwingine ili barabara iweze kuwa inapitika kwa masaa yote. Tumefanikiwa kupanua barabara ya shule ya msingi hadi Kioga na tumepandisha hadhi ya kuwa TARURA. Sasa hivi ni kwamba inasubiri tu budget, lakini tumeshapandisha hadhi. Na pia tumefanikiwa kupanua barabara ya sekondari hii hapa Simion, na tumepandisha hadhi ya kuwa TARURA. Pia barabara Mianzini Tibolo Karamtoni inaendelea vizuri. Maji. Mheshimiwa Mwenyekiti, tumefanikiwa kuboresha miundombinu ya maji katika vyanzo vya Betame na Lemrua kwa wananchi kupata huduma ya maji, japo bado kuna uhaba wa maji kwa sehemu nyingi, lakini tunaendelea kufuatilia kutafutia ufumbuzi. Na pia tumepata shilingi milioni 3 katika mfuko wa jimbo na kununua mipira ya maji ili kuongeza maji tulio nayo, na mipira imeshanunuliwa na kufukiwa ardhini katika kitongoji cha Imelili kijiji cha Shiboro na maji yameshafika hapo. Hayo maji ni maji ambayo yameasisiwa na mwenyekiti wa kitongoji cha Laiza Saitoti, akawa ameniomba niwasaidie. Tukaleta maji kutoka forest, imeshafika kitongoji cha karibia inafika kitongoji chao cha Laiza ili kuongeza, na maji sasa hivi inatirika tu, bado tunatafuta nguvu ya kuongeza ile maji iweze kufika, kuondoa adha ya maji katika maeneo yetu.
umeme. Tumefanikiwa kwa kiasi kikubwa kupata umeme wa REA katika vitongoji vya Nobulu, Laiza, Ilikisongo chini, ambayo umeme imeshawashwa, na sasa kitongoji cha Ilikisongo juu nguzo zimeshaoteshwa, wanasubiri waya. Tumebakisha vitongoji viwili tu kwenye kata, kitongoji cha Ondonyo na Imelili, lakini tayari imeshapimwa na TANESCO. Tunaendelea kufuatilia watuletee nguzo. Ndugu zangu, ni kwamba kukuelezea sehemu hiyo, baada ya mipokea kijiti 2020 ilikuta kuna vitongoji takriban 6 kwenye kata hii ambayo ilikuwa na umeme, kama Ilikisongo ilikuwa na umeme kabisa. Lakini tulipeleka kwanza kitongoji cha Ilikisongo chini, walipata umeme, na tukaweka vitongoji vingine kama Nobulu na Laiza na kitongoji cha Ilikisongo chini. Sasa hivi Ilikisongo juu wanapata umeme, lakini nguzo zimeshawekwa kila mahali. Sasa hivi ni kwamba wanasubiri tu nyaya. Wao unajua wanasoma kitu ambacho kiko hapa, maana baadaye nitaambiwa mbona hamna kitu ambacho umesoma, mbona ipo, na wenyewe wote wako hapa. Kwa hiyo niseme tunasubiri tu sasa hivi kuweka nyaya. Kwa hiyo tumebakiza vitongoji viwili tu, Ondonyo na kitongoji cha Imelili, lakini tayari zimeshapimwa, zote zimeshapimwa, japo tunafuatilia ili tueletewe nguzo. Mashahidi, mwenyekiti wangu ni shahidi, na tunafuatiliaga. Ni kwamba tutaendelea, hata kuna siku ambapo tunaambiwa tuende kaangalie, na mwenyewe ni shahidi. Pia tumefanikiwa kuongeza nguvu ya umeme kwa kuweka transformer katika kijiji cha Ilikidinga. Ni mashahidi, wakati fulani ilikuwa na shida umeme, hata pasa kudai ilikuwa na shida kufanya kazi. Umeme ilikuwa ni mdogo mno. Lakini tulifuatilia umeme, tukaletewa umeme mkubwa na transformer ikawekwa hapa katika ofisi ya kijiji. Pia kwa hivyo mpaka tarehe ya leo, tarehe 29 hapo kwa tarehe 29. Ilikuwa na kikao tulikuwa tuandike tarehe 23, lakini ilikuwa tujafanya kikao, lakini sasa tumefanya tarehe 29 leo. Kwa mpaka leo tarehe 29 mwezi wa 4, serikali yetu inayoongozwa na mama yetu mpendwa, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ametupatia jumla ya shilingi milioni 751,000, milioni 751,764,760. Hapo kabili muandike mambo ya teknolojia, alikuwa nimeandika milioni 742. Baada ya kujumlisha kwa tumepata milioni 751,764,760. Ndio pesa tulizopewa kwenye kata hii tangia 2020 mpaka 25. Shughuli zilizofanyika kwa kushirikiana na wadau katika kata ya Ilikidinga. Ndugu mwenyekiti, wafuatao ni wadau tunaoshirikiana nao katika shughuli za mbalimbali za maendeleo. Namba 1, EMAC Tanzania. Wametupa shilingi milioni 8,300,000 kwa ajili ya marekebisho ya chanzo cha Meitame na Lemurua. Pia wamerekebisha miundombinu ya maji taka na vyoo, vyumba vya kubadilishia nguo kwa wasichana na sehemu za kuchomea taka katika shule za msingi Kioga, Ilikisongo pamoja na Ilikidinga. Pia ujenzi wa chumba maalum kwa wasichana na kurekebisha miundombinu ya vyoo shule ya sekondari Ilikidinga. Namba 2, TAHA. TAHA ni kutoa elimu ya kilimo bora kupitia vikundi vilivyopo ndani chini yao, na pia wametujengea mfereji wa kumwagiliaji katika kijiji cha Uligeruno, kitongoji cha Ilulele. Mfereji huo unaitwa Oloton Kireton, na huo mfereji umekamilika, ina kilomita 2 huo mfereji, na wamemaliza, umekamilika, inatumika. ND. Pia mimi mheshimiwa diwani nilipokuwa mwenyekiti wa kijiji cha Ilikidinga, kwa kushirikiana na wadau wa maendeleo
tulijenga ofisi kubwa ya Chama cha Mapinduzi ambayo kwa sasa inatumika kama ofisi ya utendaji wa kijiji na imekamilika. Pia tumefanikiwa kurudisha viwanja vilivyokuwa vimetaifishwa ambavyo ni Joho na uwanja wa soko la Mula na viko chini ya serikali. Na kwa sasa viwanja vyote hivyo viko chini ya serikali. Pia ifanikiwa kufungua barabara ya mashambani kutoka kitongoji cha Mula mpaka kitongoji cha Laiza na barabara hiyo inatumika. Vikundi vilivyopata mikopo ya 10% katika kata ya Kidinga. Hapo utaona kwa wale nasoma kwa faida ambao hawana vipeperushi. Kuna